mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Sasa nihamie kwenye mada kuu ya leo ambayo ni mafanikio ya miaka 10, na ndani ya hiyo miaka 10 tuna miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. La kwanza, mwaka jana mwezi wa 6, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ulifanikiwa kupewa ithibati ya kwamba ni moja ya taasisi zinazotoa huduma zake kwa ubora unaofikia viwango vya kimataifa, ISO certification. Kwa hiyo sisi sasa hivi kuanzia huo mwezi wa 6 mwaka jana tuko ISO certified, na nyaraka zetu eneo yote ambayo tunajibrand utaona kama limechapishwa baada ile tarehe, basi litabeba ile ISO certification yetu. Maana yake ni nini? Waliopewa dhamana hii duniani kufanya tathmini ya ubora wa huduma wameamini kwamba WCF sasa imefikia viwango ambavyo inastahili kupewa hiyo ithibati. Hii inawajengea wadau wetu imani na kuamini kwamba sisi tumejizatiti kuwahudumia katika viwango vya ubora, na wanakuja kila baada ya mwaka kufanya tathmini kwamba bado tumeweza kuendelea na viwango vile ambavyo waliviona wakati wanatoa ithibati. Na niwahakikishie kwamba tunafanya kazi kwa weledi, kwa ufanisi, na kuhakikisha kwamba watakapokuja watathibitisha kwamba kweli hatukuwa tumefluku katika kuipata certificate hii. Sasa hili limetokea mwaka 2024 na utaona kwamba limetokea katika kipindi hiki ambacho tumekuwa tukisimamiwa na serikali hii ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndiye anayetoa miongozo kupitia waziri mkuu, waziri wa kazi, ambayo ndio portfolio inayotusimamia moja kwa moja. Jambo lingine ambalo nataka kuliweka bayana kwenu ni kwa nini tulifikia mpaka tukapata ISO certification. Ndugu wanahabari, mifumo yetu ya utendaji kazi WCF tumeiautomate. Tunatumia tehama kwa 90% katika mifumo yote. Nitataja tu kwa ufupi. La kwanza, tulisema tunasajili waajiri. Waajiri hawa wanajisajili wenyewe kimsingi online kupitia mifumo ambayo tumeiweka. Tunakusanya michango. Waajiri hawa wanaingia kwenye mifumo yetu, wana declare kile ambacho wanacho na kufanya self assessment, generate control number na kulipa kwa kutumia mifumo. Tumesema tunalipa fidia. Taarifa za ajali, magonjwa zinaletwa kwetu kwa kutumia mifumo. Aliyeleta taarifa ya ajali au ugonjwa ana uwezo wa kufuatilia taarifa hizo kupitia mifumo na kujua shauri lake limefikia katika hatua ipi. Kuna mfumo wa rufaa ndani ya mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Pale ambapo tumetoa maamuzi yetu mara ya kwanza, lakini mteja wetu akawa hajaridhika, sheria inasema kwamba anaweza akaomba mfuko uangalie upya na kupitia mchakato mzima kuona kama kuna mahali kulikuwa na dosari. Utaratibu huu nao uko online. Mtu asiyeridhika na huduma zetu anatakiwa kuomba rufaa kwa Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya kazi. Mfumo nao uko online. Rufaa hii anaweza kuilaunch kwa Mheshimiwa Waziri online na dokumenti zilizoko wizarani zikasoma dokumenti zilizoko kwenye ofisi zetu. Lingine ambalo limekuwa ni la kujipigia upatu katika kipindi hiki cha miaka 4 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni jinsi ambavyo aliboresha utendaji wa WCF na kuleta ahueni kwa sekta binafsi. Alivyoingia madarakani mwaka 2021, WCF ilikuwa na tarifu 2 ambazo ilikuwa nazitoza kwa wadau wake, kwa maana ya waajiri. Waajiri wa sekta ya umma, WCF ilikuwa inatoza 0.5 ya mshahara wa huyo mwajiriwa, lakini ilikuwa inatoza 1% kwa mwajiriwa aliyoko sekta binafsi. Sasa kwa kuangalia uwiano na uwezo wa mfuko wa kulipa,
na kero ambazo zilikuwa zinaendelea kumfikia kuhusu mzigo wa kuendesha sekta binafsi, alianza kupunguza kiwango hiki. Mara ya kwanza mwaka ule wa 2021 alikipunguza kutoka 1% kwenda 0.6, lakini mwaka uliofuata wa 22 akatoa tena 0.6 kwenda 0.1. Kwa sasa tunalingana, aliyeko sekta binafsi na aliyeko sekta ya umma analeta mchango WCF unaolingana kwa kiwango cha utozaji, kwa maana ya rate ya contribution. Hili limewapunguzia na sekta binafsi mzigo na kuachia baadhi ya resources ambazo sasa wanaweza wakazitumia katika uzalishaji wao wa kila siku. Fanikio lingine ambalo ni kubwa katika kipindi hiki nilikuwa ni fanikio la kufuta madai ambayo WCF inadai sekta binafsi ambayo ilichelewa kuleta michango kwa wakati. Sasa nitafafanua hapa ilikuwaje. Wakati sheria haijabadilika kipindi cha miaka 4 hii, ilikuwa mtu anayechelewesha michango WCF alikuwa anatozwa 10% ya kile alichokichelewesha kwa mwezi. Sasa kwa mwaka utaona kwamba itakuwa ni riba kubwa sana na ilikuwa hailipiki. Na busara ikapita kwamba huu mzigo haulipiki, na hivyo awamu hii ya 6 ilifuta kusanyiko la riba ambalo lilikuwa limejitokeza huko awali. Deni la msingi lilibaki, na tuliendelea kusisitiza waajiri ambao walikuwa wanadaiwa hiyo riba baada ya kufutiwa riba basi walipe deni la msingi, na hii nayo ilileta relief kubwa sana kwa uendeshaji wa private sector. Linaloendana na hili ni kwamba ile riba ya 10% nayo ikabadilishwa sasa ikawa ni riba ya 2% kwa mwezi. Kwa hiyo ukiangalia hapo ni punguzo kubwa sana kutoka 10% kwenda 2% kwa mwezi. Utaona jinsi gani ambavyo kulikuwa na jicho la kuiona private sector kama mdau na kumpa wahueni ili kusudi aweze kufanya kazi zake